Kesi dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu imeahirishwa leo jijini Dar es Salaam hadi kesho saa 3 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka BBC, usikilizwaji wa kesi hiyo uliendelea leo kwa upande wa mashtaka kuwasilisha mashahidi watatu. Shahidi wa kwanza aliyetoa ushahidi ni afisa polisi ASP Geoffrey Mtufwe mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa Arusha, akitambulika mahakamani kama PW9. Katika kile kilichoonekana kuwa ni hoja nzito na maswali ya moja kwa moja, Tundu Lissu alimhoji shahidi kuhusu sababu za kutoa ushahidi akiwa amejificha. Lissu alihoji, "Kwa nini unatoa ushahidi ukiwa umejificha kwenye mbao hizo?" Shahidi alijibu kwamba anahofia maisha yake. Hata hivyo, katika mfululizo wa maswali, shahidi alikiri kuwa hakuna kiongozi, mwanachama wala mfuasi wa Chadema aliyewahi kumtishia maisha yake, kumtishia ndugu au rafiki zake, wala kuharibu mali yake. Lissu aliendelea kuhoji iwapo shahidi aliwahi kuwasiliana na polisi baada ya tarehe 17 kuhusiana na shauri hilo, ambapo shahidi alisema aliitwa polisi juzi usiku na kuambiwa ana wito wa mahakama. Katika hatua nyingine, Lissu alimuuliza shahidi kuhusu uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa wa mwaka 2024, akimtaka aeleze iwapo ni kweli wagombea wote wa upinzani walifutwa katika baadhi ya maeneo. Shahidi alijibu kuwa hawezi kujua hali ya nchi nzima, bali eneo alilotoka. Mahojiano yaligusa pia madai ya kula njama ili uchaguzi wa mwaka 2025 usiweze kufanyika. Kwa mujibu wa shahidi wa PW9, aliwahoji watuhumiwa wawili waliokamatwa na kuwauliza kwa nini wanakula njama wakitaka uchaguzi wa mwaka 2025 usifanyike. Alidai watuhumiwa hao walikiri kumuunga mkono Lissu kufuatia kauli yake aliyodaiwa kuitoa mtandaoni kwamba watazuia uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kauli inayosema watakinukisha. Na hii ni sehemu ya mjadala iliyohusu tafsiri ya neno kunukisha. Lissu alimuuliza shahidi kama anafahamu maana ya kunuka na kunukia, ambapo shahidi alieleza kuwa kunuka ni kutoa harufu mbaya na kunukia ni kutoa harufu nzuri. Alipoulizwa kama kauli ya nitakinukisha ina maana ya kufanya kitu kitoe harufu mbaya, shahidi alisema inategemea na muktadha na kwamba tafsiri yake ya kufanya fujo ni lugha ya mtaani. Lissu alipinga hoja hiyo kwa kumtaka aeleze ni mtaa gani maana hiyo hutumika, akisema hajawahi kuisikia katika mtaa wake. Katika hatua nyingine, Lissu aliibua hoja ya kuwepo kwa tofauti kati ya maelezo ya shahidi aliyoyatoa polisi na yale aliyoyasema mahakamani. Maswali yaliibuka kuhusu kauli za kula njama, madai ya kuunga mkono kauli za kuzuia uchaguzi, maelezo ya kuhoji watuhumiwa njiani, na iwapo vipengele hivyo vilikuwa vimeandikwa katika maelezo rasmi ya polisi. Mara kadhaa shahidi alikiri kuwa baadhi ya mambo aliyoyasema mahakamani hayapo kwenye maelezo yake ya polisi, akieleza kuwa alijaribu kufafanua zaidi mahakamani na kwamba si kila kitu kinaweza kuandikwa. Kwa mujibu wa shahidi huyu, alieleza kuwa yeye na askari wenzake walifika eneo walilodai kukutwa vijana wakijadili masuala ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Alisema walipowaarifu kuwa wako chini ya ulinzi, baadhi yao walikimbia na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili, huku wengine wakitoroka na kuacha bajaji 4 ambazo zilichukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi Mulieti. Baadaye, kwa maelezo ya kaimu mkuu wa upelelezi mkoa wa Arusha, watuhumiwa hao walipelekwa ofisi ya mkuu wa upelelezi kwa hatua zaidi. Katika maswali yake, Lissu aliuliza iwapo
Kuhamasika na maneno ya mwenyekiti ni kosa la jinai. Kusema majaji ni vibaraka wa CCM ni kosa la jinai. Au polisi kudai wanashiriki kuiba kura ni kosa la jinai. Katika maswali hayo, shahidi alijibu mara kadhaa kuwa yeye ni mwanasheria na hawezi kujua. Kesi hiyo imeahirishwa hadi siku ya kesho saa 3 asubuhi ambapo upande wa mashtaka unatarajiwa kuendelea kuwasilisha mashahidi wengine. Baadhi ya wafuasi wa Chadema walionekana mahakamani kufuatia mwenendo wa kesi hiyo. Kwa habari za moto za ndani na nje, endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media, vilevile subscribe, like, komenti pamoja na kushare kwa wengine. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.